una add cube hivi G, labda z axis. Hii ni optional, labda hapa nita scale, then na scale down G, labda mpaka hapo. Then hii hapa pia tuna hivi nita scale mpaka hapa G, z axis. Then na extrude mpaka hapa, then add loop cut moja hapa. Ngoja kwanza hii nirudishe nyuma, let's say mpaka hapa, then control R, loop cut 2 L, labda mpaka hapo. Yes, alafu nakuja kwenye hii hapa face, then extrude mpaka hapa, G, z axis. Hii sio pia kwa umuhimu sana, mpaka hapa na assume tayari. Sasa hii ni labda ni mfano wa nani, helicopter tu, unawezaje kuanimate ikiwa imekaa hivyo hapa, then G, extrude scale mpaka hapa, extrude scale, alafu na extrude inward hivyo. Then nita add, let's say na add hapa katikati, nita add cylinder na scale z axis mpaka hapo G, alafu scale down, scale hapa G, then G, Y, X axis. Hapa tuna extrude scale, alafu G, then tena nita extrude. Sasa hii hapa nitai control J tu hapa, control J inaungana na huyo, then nita add hapa plane, au ni add cube hii hapa, then nita scale down namna hii mpaka hapa. Then nita select huku na huku, then nitabonyeza extrude scale inward, then nita scale x axis, afu scale tena scale x axis, na assume tayari hivyo. Na huku pia nitafanya repeated kitu kile kile tu, extrude scale naweka down, then na scale sasa hivi y axis, then extrude na scale y axis hivi, scale. Sasa hapa ile logic ya ku animate by by location, rotation na scale ndio itapata maana zaidi kwa hapa. Sasa hii hapa nitaiparent na hii hapa hivi, kwa nita select hii shift na select hii control P object,
then nikisha parent maana nikimove hii hapa na hii ya juu ina move. Cha kwanza nitakuja kuselect hii hapa, naanza sasa ku animate by rotation kwanza, so nitamark hii hapa mwanzoni namba 1 kabisa, then let hii niipeleke mpaka 300. Kwa hiyo iishie iende mpaka 300. Kwa hiyo nikiipeleka mpaka 300, unaweza ukaamua kufanya manual au ukafanya vyovyote utakavyoona, lakini utakacho animate ni rotation peke yake. Kwa hiyo hii hapa hivi ukichezesha utagundua hii hapa rotation ni hii hapa. Kwa hiyo R Z labda hivi, huku hivi inaenda negative, huku hivi inaenda positive. Kwa hiyo inategemea na wewe unataka, lakini ninachotaka mimi iende negative. Let's say nataka niandike tu hapa niandike negative F10 enter, then naweka keyframe. Kwa hiyo hapa hivi ukiplay moja kwa moja itaonekana inazunguka namna hiyo. Ingawa F10 naona kama imekuwa too much. Nirudishe F10, sijapenda, imekuwa inaenda kasi sana, niweke F5. F5. Kumbuka kuweka keyframe, unaweza ukaweka hapa au ukabonyeza I, vyovyote vile, ukabonyeza I hivyo. Ngoja tu play tena tuangalie. Yep, hii mimi naona imekaa vizuri kwa kujifunzia. So hapo hivi tumeweza kuanimate rotation peke yake, kwa sababu hii hapo umeiparent hapa. Kwa hiyo ukimove hii na hiyo ya juu ina move. Kwa hiyo hapa nitarudisha namba 1, nitaweka keyframe, then nitaipeleka mpaka namba labda mpaka 100. Sawa, 100 nitakuwa nitaiinua kidogo sana. Control Z nimehide, G Z axis labda mpaka hapa, then nitaweka, naiwekea mahangaiko tu labda hivi, alafu nitairotate iende hivi kidogo, naweka keyframe, then nitarudi labda 50, nitaizungusha upande huu hapa labda hivi, labda upande huu hapa nitaweka pia keyframe. Kwa hiyo ukiplay ndani ya hizi itaanza kuonekana inaanza ku Kwa hiyo tumeweka mpaka 100, labda mpaka 200 inatakiwa ipande juu zaidi, labda G Z axis hivyo, labda ianze ku hivyo. Okay, then nitaweka keyframe, alafu mpaka labda 300 iwe imeshaondoka. Then G iwe itaondoka kwa namna vyovyote vile ambavyo wewe sasa unataka iondoke hivyo, labda huko, then naweka keyframe. Mpaka hapo hivi animation yako unakuwa ushaimaliza. So to play kuona nini kimetokea ndio hivi. Kwa hiyo tumeanimate by location, rotation na scale namna hiyo. Kwa hapo hivi ukiongezea na sound effect unakuwa umemaliza. Okay, so tukutane kwenye episode nyingine tena.